Yes, bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali. Kama bado hujasubscribe nikwambie karibu sana. Utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali, michezo, burudani, habari za udaku, habari za kijamii. Basi moja kwa moja unaungana na Official Rose katika kuziangazia na kuzifahamu kwa undani kabisa. Leo tuko na story ambako Mange anamvaa mwanamama Kajala pamoja na Harmonize, anatoboa siri. Kajala anajidhalilisha, waongo wanatafuta kiki, wapuuzieni. Karibu sana mtazamaji, tuangazie moja ya story ambayo inatembea kwa kasi sana katika mitandao ya kijamii hivi sasa, ikiwa inamhusisha Harmonize pamoja na mwanamama Kajala. Baada wawili hawa sasa hivi wameiteka mitandao ya kijamii kwani ni kufufuka upya kwa penzi lao hili, na sasa hivi ni mara ya tatu tumeona wamekuwa wakirudiana wakiachana. Lakini kwa sasa hivi tunaona kama mambo yamekuwa pambe sana, maana waliachana kwa kuaibishana katika mitandao ya kijamii. Harmonize alikuwa akitukana sana na kumuita Kajala kwamba ni tapeli, amemtapeli mali, amemtapeli fedha zake. Lakini pia Harmonize leo kusema kwamba Kajala pia amemuingiza kwenye madeni. Lakini tukiangazia kwa upande wa Kajala, naye alikuwa anaongea mengi kuhusu Harmonize. Harmonize anadai kwamba Kajala aliondoka na range na mambo kibao ambayo aliweza kuyazungumza kuhusu Kajala na mara tu baada ya kuachana kwao, na haliwahi kudai pia kuwa kamwe hata rudiana naye kwa maana mzigo ameutua. Hakuwa kimapenzi Kajala kwa Harmonize, bali alikuwa akifuata hela zake. Lakini on other side, kwa upande wa Kajala pia aliweza kuongea mambo mengi sana ambayo ilikuwa inamhusu Harmonize, kwamba kiukweli mwanaume ambaye hana heshima, amekuwa akimsupport kwenye kazi zake, lakini alikuwa haelewi. Alibadilika na kumtongoza pia mwanae ambaye ni bidada Paula, lakini tena mbaya zaidi aliweza kudiriki pia kumuonyesha utupu wake. Kwa hiyo Kajala alikuwa pia na uhusiano na Harmonize, lakini wakati huo pia Harmonize aliweza kumrudia bidada Paula ambaye ni mtoto wa Kajala. So kiukweli Kajala alizungumza mambo mengi sana na kusema kwamba kiukweli hatoweza kurudiana naye tena Harmonize. So kwa sasa hivi tunaona mambo yamekuwa pambe sana. Kipindi kile walivyoweza kurudiana, Harmonize aliweza kumfanya Kajala kuwa meneja wa muziki wa lebo ya Konde Gang. So mambo yalikuwa kama hivyo, lakini pia tukaona ni kwamba Harmonize alionekana kupotea kwenye muziki. Baadaye tukaja tukasikia kwamba wameachana. Sasa juzi kati kumeweza kusambaa picha pamoja na video akiwa kule visiwani Zanzibar katika mahaba mazito kabisa. Lakini pia siku ya jana walikuwa Bongo, tena Zandani zinasema kuwa walivalishana pete ya uchumba. Lakini pia mbaya zaidi katika pati hiyo, Harmonize aliweza kumsifia mwanamama Kajala na kumshukuru Paula, mtoto wa Kajala, kwa yendo alipamba sana. Alipambania na mambo kama hayo kwamba warudiane. Sasa watu wanabaki mdomo wazi kwa Paula, mbona alisema kwamba mama yake hatarudiana na Harmonize, na ikatokea amerudiana naye hataweza kuongea naye tena, atampotezea mama yake kutokana na unyama ambao bwana mkubwa Harmonize aliweza kumfanyia wa kumuonyesha utupu wake. Sasa jana imekuaje? Mbona alikuwepo wakati mama yake anavishwa pete? Wadau wakasema kwamba huenda wanatafuta kiki, maana Harmonize akiona anapotea tu kwenye game ya music basi anajirudisha kwa Kajala alafu wanachana. Kwa hiyo huenda ikawa ni kiki tu inatengenezwa. Baada ya yote, siku ya leo dada wa taifa mwenye harakati wa mitandao ya kijamii mwanadada Mange Kimambi ni kupitia katika video ambayo imesambaa mitandaoni amezikumbuka Kajala pamoja na Harmonize kwa kuwaita kwamba ni waongo na tafuta kiki. Tena Mange anadai kuwa wasisikilizwe, wanataka kurudi mjini, Watanzania wawe kwenye ule msimamo wao, wasikubali kuwarudisha wasanii mjini. Lakini pia Mange amemchana makavu mwanamama Kajala kuwa anajidhalilisha. Umri aliyoko nao hivi sasa sio kujidhalilisha kwa Harmonize, inakuwa ni aibu tu. Mtu ana mjukuu mkubwa tu, sasa kwa nini anapenda kujidhalilisha? Kisa fedha ndo ajidhalilishe hivyo? Inakuwa ni aibu kweli. Wasanii wengi wa kike Bongo njaa kali. Hii inakuwa ni kauli ya mwanadada Mange Kimambi kupitia video ambayo imesambaa mitandaoni mara tu baada ya Harmonize pamoja na Kajala kurudiana tena. Bana mtazamaji ambaye umeweza kupata story hii, pengine una maoni gani katika hili? Mfuatiliaji wetu wa Biomedia, kurudiana kwa Harmonize pamoja na Kajala, wewe umechukuliaje? Hii ni kiki maybe au hapo serious? Wewe cha kuzungumza, cha kumshauri Kajala katika hili, unaweza kudondosha maoni yako moja kwa moja. Next time Official Rose ndiko zuri kabisa nitazo kuangazia, si ndio? Mpaka wakati mwingine, usiache kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.